Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo haya, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mahakama nchini Marekani yaiamuru kampuni ya teknolojia ya Meta kulipa dola milioni 567 na kubadili ufanyaji kazi wake wa majukwaa yake kwa watoto kutokana na kuathiri afya yao ya kiakili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji wa madini ghafi ya mkusanyiko wa shaba na cobalt nje ya nchi. Na fainali ya michuano ya kombe la Sekafa Kagame Cup kufanyika leo nchini Rwanda kati ya Rayon Sports ya Kigali dhidi ya mabingwa wa Kenya Gor Mahia FC. Ni mechi najua itakuwa ngumu. Nimeona hata Gor Mahia ni watu wako na ile njaa ya kikombe. Miaka 41 ni mingi, miaka 28 ni mingi. Si wote tuko na njaa, si wote tunataka kikombe. Kwanza kabisa na muktasari wa habari za ulimwengu na David Nkia, karibu. Asante Halima, bila shaka hujambo msikilizaji. Watafiti nchini Marekani wanasema wametumia akili unde, yani AI, kubuni virusi vipya kabisa, ikiwa ni mara ya kwanza kubuniwa kwa mafanikio kupitia teknolojia hiyo. Hatua hiyo muhimu imetajwa kwamba ni mabadiliko makubwa katika nyanja ya science, lakini pia imeibua maswali kuhusu usalama wa kibiolojia. Awali akili mnemba ilishatumika kutengeneza dawa mpya za antibiotic na chanjo, lakini haikuwahi kutumika kuunda msimbo mzima wa kijenetiki wa virusi. Kazi hiyo imefanyika katika chuo kikuu cha Stanford, huku zana za akili mnemba zikitengenezwa kwa kutumia DNA kutoka kwa viumbe mbalimbali. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji wa nje wa madini ghafi ya shaba na cobalt ili kuchochea shughuli za uchenjuaji wa ndani ya nchi. Agizo kutoka Wizara ya Madini ya nchi hiyo linasema kwamba vibali maalum vya usafirishaji nje kwa muda wa mwaka mmoja vinaweza kutolewa katika mazingira fulani, lakini halikutoa maelezo zaidi. DRC ndio muuzaji mkuu wa cobalt duniani na mzalishaji mkubwa wa shaba. Madini yote mawili ni muhimu sana katika mchakato wa dunia wa kuhama kwenda kwenye nishati safi. Maafisa wanasema marufuku hiyo inalenga kusaidia nchi hiyo kupata mapato zaidi kutokana na madini yake kwa kudhibiti usafirishaji wa madini hiyo. Mamlaka ya Israel imemshtaki mlowezi mmoja kwa mauaji ya bila kukusudia ya mwanaharakati wa Kipalestina Ode Hantlin wakati wa uvamizi katika ardhi ya Palestina katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu hapo mwaka jana. Yinon Levy pia ameshtakiwa kwa kuingia kwa silaha na uharibifu wa mali kwa nia mbaya. Anakanusha mashtaka yote. Kundi la haki za Israel limesema kwamba ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Israel kushtakiwa kwa kumuua Palestina katika ukingo wa Magharibi karibu miaka mitatu, licha ya ongezeko kubwa la vurugu za walowezi. Na shirika la habari la serikali ya Morocco likinukuu chanzo cha kidiplomasia limesema nchi hiyo ipo tayari kushirikiana na Uhispania katika kuwarejesha mamia ya watoto wasio na wazazi waliopo katika eneo la Uhispania la Ceuta. Shirika hilo limesema kwamba kwa mujibu wa maagizo ya ofisi ya mfalme, serikali itafanya kazi kwa kuwatambua watoto hao na kuwarudisha katika nchi yao. Watoto hao walikuwa miongoni mwa makumi ya maelfu ya wahamiaji waliotarajiwa pia, wakiwemo wa Misri na wengine kutoka kusini mwa jangwa la Sahara waliovuka mpaka wa Morocco na kuingia katika eneo hilo dogo wiki iliyopita. Ceuta inajitahidi kuwatunza watoto hao, wakiwemo wasichana ambao hawajaondoka. Baadhi yao wana umri wa chini ya miaka 10. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na David Nkia. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia CGFM, Radio Kwizera, Radio 1 na Radio Free Africa. Kenya tunasikika kupitia Pamoja FM, Manenda FM na Nyo FM. Ukiwa nchini Uganda, unaweza kutusikiliza kupitia Voice of Karamoja, Voice of Mwabura, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Liza Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza. Mahakama ya jimbo la New Mexico nchini Marekani imeiamuru kampuni ya teknolojia ya Meta kulipa dola milioni 567 na kubadilisha jinsi majukwaa yake yanavyofanya kazi kwa watumiaji wenye umri mdogo katika jimbo hilo baada ya kugundua kuwa kampuni hiyo ndiyo inayopaswa kulaumiwa kwa kuathiri afya ya akili ya watoto.
Jaji Brian Balsheit katika mji mkuu wa jimbo hilo Santa Fe ametoa uamuzi kwamba kampuni hiyo ilisababisha usumbufu wa umma New Mexico, ikimuunga mkono mwanasheria mkuu wa jimbo hilo wa chama cha Democrats Raul Torres. Torres alikuwa akishutumu kampuni hiyo ya mitandao ya kijamii kwa kubuni bidhaa zake ili kuwaraibu watumiaji wenye umri mdogo na kushindwa kuwalinda watoto kutokana na unyanyasaji wa kingono kwenye majukwaa yake. David Nke na taarifa zaidi. Mahakama hiyo imeagiza kampuni ya Meta kutekeleza hatua mbalimbali za usalama kwa vijana wenye umri mdogo, ikiwemo kuweka mipaka ya kila mwezi ya matumizi ya Facebook na Instagram kwa vijana hao, vikwazo dhidi ya baadhi ya taarifa, udhibiti mkali zaidi wa mawasiliano kati ya watu wazima na watoto, hatua za ulinzi wa mifumo ya matumizi ya akili unde yani AI, na ufuatiliaji ulioimarishwa wa ripoti za unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya watoto chini ya agizo lenye thamani ya dola milioni 567 litakalodumu kwa miaka 5. Meta imesema itakata rufaa dhidi ya uamuzi huo na kwamba imekuwa ikifanya kazi ya kubaini na kuondoa maudhui hatari kwenye mifumo yake. Uamuzi huo ulitolewa katika awamu ya pili ya kesi iliyofunguliwa na jimbo la New Mexico. Mwezi Machi, mahakama iliamua kwamba kampuni ya Meta ilikiuka sheria ya jimbo hilo ya kulinda haki za watumiaji kwa kutoa taarifa zisizo sahihi kuhusu usalama wa Facebook na Instagram kwa watumiaji wenye umri mdogo. Mahakama hiyo iliamuru kampuni hiyo kulipa fidia ya dola milioni 375. Katika hukumu ya sasa, mahakama imesikiliza ushahidi kwa muda wa wiki 3 wakati wa kesi ya pili kuhusiana na shauri hilo la kisheria ambayo haikuhusisha ile ya kwanza. Kesi hiyo ilijikita pekee katika swala la iwapo mifumo ya Meta ilisababisha kero kwa umma kwa mujibu wa sheria za New Mexico. Kesi hiyo inafuatiliwa kwa karibu huku majimbo, manispaa na wilaya zote kote nchini humo zikiendeleza madai kama hayo kwa lengo la kushinikiza mabadiliko katika sekta hiyo. David Inkia. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji wa madini ghafi ya mkusanyiko wa shaba na cobalt nje ya nchi, huku ikiongeza juhudi za kuhimiza uchakataji wa madini hayo ndani ya nchi na kuhakikisha inanufaika zaidi na rasilimali zake za madini. Robert Kipto na maelezo zaidi. Baada ya marufuku hiyo kutangazwa, bei ya shaba kwa mkataba wa miezi 3 katika soko la London ilipanda kwa kiwango cha juu cha 1.8% na kufikia dola 14,369.5 kwa tani. Hii ndiyo bei ya juu zaidi tangu Januari mwaka huu, wakati bei ya madini hayo yalipofika kiwango cha rekodi cha dola 14,527.5 kwa tani. Kongo inataka kutumia nafasi yake kama mzalishaji mkubwa zaidi wa kobalti duniani na mojawapo ya vyanzo vikuu vya madini adimu muhimu duniani kwa mpito ya nishati safi yakiwemo shaba, ili kujenga uwezo wa uchakataji wa madini ndani ya nchi na kubakisha sehemu kubwa zaidi ya mapato yanayotokana na migodi yake. Amri hiyo iliyotiwa saini na mawaziri wa madini Louis Kabamba Watum, waziri wa biashara ya nje Julien Paluku na waziri wa uchumi Daniel Mukoko Samba inaeleza kwamba usafirishaji wa madini ghafi ya shaba na kobalti umepigwa marufuku. Pia amri hiyo imeanzisha mfumo mpya wa ushuru wenye kipindi cha mpito cha miezi 3 kwa bidhaa za ziada za madini ambazo zina umuhimu mkubwa kiuchumi. Katika taarifa iliyochapishwa hapo jana, kampuni ya Ivanhoe Mines ilisema kuwa mgodi wake wa shaba wa Kamoa-Kakula ambao unamilikiwa kwa pamoja na kampuni za Ivanhoe, kampuni ya China za Zhengqing Mines na serikali ya Kongo umekuwa ukipata misamaha kadhaa kuruhusiwa kusafirisha nje madini ghafi ya shaba tangu uzalishaji ulipoanza mwaka wa 2021. Kampuni hiyo sasa imesema madini ghafi ya shaba yanayozalishwa kutoka mgodi wa Kamoa-Kakula huchakatwa katika kiwanda cha kuyeyusha madini kilichopo mgodini humo au katika kiwanda cha kuyeyusha shaba cha Lualaba kilichoko Kolwezi. Aidha, mgodi wa Kipushi una kibali maalum kinachoruhusu usafirishaji wa madini ghafi ya madini ya zinc yanayozalishwa humo. Hatua hii ni sehemu ya mkakati wa serikali ya Kongo wa kuongeza uchakataji wa madini ndani ya nje, kuongeza dhamani ya rasilimali zake kabla ya kuuzwa nje ya nchi na kuhakikisha sehemu kubwa zaidi ya mapato yanayotokana na sekta ya madini inabaki nchini Kongo. Amri ya hivi karibuni sasa imefuta amri ya mwaka 2023 pamoja na misamaha yote iliyokuwa imetolewa chini yake na kuanzisha
kuanzisha mfumo pana zaidi wa kuimarisha usafirishaji wa madini pamoja na utoaji ushuru kwa bidhaa ziada za uchimbaji wa madini zenye umuhimu mkubwa wa kiuchumi. Christian Gerard Nima, mchambuzi wa sekta ya madini katika shirika lisilo la kiserikali la China Global South Project, amesema kuwa marufuku hiyo pia huenda isiwe na athari kubwa kwa waendeshaji wengi wa migodi, kwa sababu sehemu kubwa ya shaba na kobalti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari inachakatwa ndani ya nchi kabla ya kusafirisha kuuzwa nje. Taarifa yake Robert Kipto. Uchaguzi wa Zambia unafanyika huku ukigubikwa na ajenda kama gharama ya maisha, ukosefu wa ajira na huduma za afya, mambo yanayopewa kipaumbele na wapiga kura wengi. Lakini kuna jambo lingine ambalo daima huvutia macho katika siasa za Zambia: nyimbo za kampeni. Wasanii nchini humo hujitokeza kwa wingi kutunga nyimbo zenye mahadhi ya kuvutia kisiasa ambazo hulipiwa na vyama vya siasa. Ingawa Wazambia wana mitazamo tofauti kuhusu utaratibu huo, jambo moja liko wazi: wananchi huzingatia nyimbo hizo, huzicheza na kuzifanya sehemu ya maisha yao ya kila siku wakati wa kampeni. Ripoti ya mwandishi wa BBC Ndingindaba Jona Buyoya inawasilishwa na Martha Saranga. Kila mara uchaguzi unapokaribia nchini Zambia, kuna jambo moja ambalo huwa halikosekani na kuwafanya wananchi kote nchini kuchangamka. Na hapa tuzungumzie masanduku ya kupigia kura pekee. Nchini Zambia, msimu wa kampeni huambatana si tu na hotuba na ahadi za kisiasa, bali pia nyimbo zinazovutia zinazogeuza mikutano ya kampeni kuwa sherehe. Kwa wengi, nyimbo hizo ni sehemu inayosubiriwa kwa hamu kila uchaguzi unapokaribia, wakiwemo vijana hao wa Lusaka. Ujumbe mwingi unaopatikana katika nyimbo hizo hunigusa, na ndio maana ninapenda kusikiliza. Lakini kwa nini hali hii imefanikiwa sana nchini Zambia? Ni kwa sababu taifa hilo lina vijana wengi wanaopenda muziki. Wimbo wenye mahadhi ya kuvutia husambaa kwa haraka na kuwafikia watu wengi. Hufanya ujumbe mgumu wa kisiasa kuwa rahisi kueleweka na kuvutia na rahisi kukumbukwa. Ukweli mwingine ni kwamba muziki huvutia umati mkubwa wa watu, huchochea mazungumzo na kuwafanya wengi kucheza. Rais wa chama cha wanamuziki nchini Zambia, Brian Bwembia. So when you have a conversation with unapozungumza na msanii wa kawaida wa Zambia kuhusu kwa nini anaamua kufanya sanaa kwa kuunga mkono vyama vya siasa, hujibu kwamba ni fursa ambayo huja mara moja tu baada ya kipindi cha miaka 5. Only comes once in 5 years.